asanteni sana. Mungu akubariki kiongozi Tulia Ackson, mbunge wangu. Nasema asante, Mungu akubariki kwa hayo uliyofanya kwangu. Nakushukuru sana na Mungu akusaidie. Mimi kwa niaba ya familia yangu nawashukuru sana. Asante kwa uongozi mzima ambao umekuja kufanya hili tukio. Umesaidia maisha yangu kurejea katika nyumba yangu. Nilishindwa lakini nyie mmeniwezesha. Mungu abariki sana. Amen. Mungu abariki sana kwa kunitunzia tabia watoto. Nashukuru wananchi wenzangu toka siku ile ya tatizo liponipata. Hakuniacha, alikuwa sambamba na mimi upande wa chakula na mavazi. Nasema asante mpaka leo, wengine mnaendelea kuonyesha ushirikiano. Kwa niaba ya wananchi wa mtaa wa Mponja na kata ya Igawilo, kukushukuru mama yetu kwa yale yote unayoyatenda. Hapa tulipo ni kata ya Igawilo, mtaa wa Mponja, ambapo anaishi Esther Kianula. Tarehe 14 ya mwezi wa 11 2024, mwananchi huyu alipata majanga ya kuunguliwa na nyumba, ambapo hakufanikiwa kuokoa kitu chochote. Vitu vyote viliungua hapo ndani, lakini tunashukuru viongozi wa serikali ya mtaa pamoja na ubalozi huu walifanya jitihada za kuokoa uhai wa watoto pamoja na mwananchi huyu na kufanikiwa kumtoa humu ndani kwenye jengo kama ambavyo tunaona, wakiwa wenyewe bila kuokoa kitu chochote. Kwa hiyo tunaendelea kuwashukuru viongozi hao wa serikali ya mtaa. Mara baada ya tukio hilo walifanikiwa kumsaidia huyu mwananchi sehemu ya kuishi. Walimfanikiwa kumpatia sehemu ya kuishi, lakini pia chakula pamoja na mavazi, kwa kuwa viliungua vyote. Walichanga kiasi cha shilingi 400,000 na kumpa kama sehemu ya kuanzia maisha mapya baada ya kupata hili janga. Lakini sambamba na hilo, taasisi ya Tulia Trust tulikimbiza mbio za bendera ya upendo kwenye kata hii ya Igawilo, ambapo huyu mhitaji alikuwa ni sehemu ya wanufaika. Kwenye mbio hizi za bendera kwenye kata hii ya Igawilo tulifanikiwa kuwabaini wahitaji wa aina hii ya huyu mama kwenye kata ya Igawilo, wahitaji 4. Mpaka sasa tumefanikiwa kama taasisi ya Tulia Trust kupitia mheshimiwa wetu mbunge kumjengea mhitaji mmoja nyumba katika mtaa wa Mwanyanji. Kwa hiyo leo tuko hapa, tulipokea maombi ya ukarabati wa hili jengo ili kunusuru maisha ya mama na familia yake ili waendelee kuishi. Sasa leo hapa tumekusanyika kwa ajili ya jambo ambalo liliipata familia ya Kianula. Tuliletewa taarifa hizo na vijana pia walipita huku kwenye bendera ya upendo, na safari hii naona bendera ya upendo nitakuwepo. Sina hakika sana zile mbio naweza, lakini nitakuwepo. Safari zitafanyika muda si mrefu, kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 23. Lakini wakati wa mbio hizo, pamoja na kwamba nia ni kuwasaidia wahitaji kuwepo kwenye jamii yetu, sababu nyingine ni kwa ajili ya kuwatambua wale ambao ni wahitaji zaidi. Kwa hivyo nisingependa kurejea maneno aliyoyasema mratibu wa Tulia Trust kwenye kata hii ya Igawilo, lakini yale aliyoyaeleza nimeyasikia na nimeyaelewa, kwamba pamoja na kwamba kuja na mchango kwa ajili ya kusaidia ili nyumba ikarabatiwe, sasa yule mama na familia yake warejee kwenye nyumba hii ambayo ilikuwa imeungua. Basi nimeambiwa hapa kwamba yule mama anafanya kazi ya mama ntilie. Basi baadaye nitamuuliza, maana mimi huwa anauliza kwanza maswali ili ndio hela itoke. Maana unaweza ukasema mtaji mtu kumbe 20,000, kumbe mtaji ni sio 20,000. Mtapa 20,000 atanunua zake ndonya ya mchele na kanyama akafurahi siku hiyo, afu utakasirika kwamba mbona nilikupa mtaji, kumbe 20,000 ilikuwa imtosha, alikuwa anahitaji laki. Si ndio jamani? Kwa hiyo nitaongea naye hapa alafu nione uhitaji ni wa kiasi gani, tuone namna tunavyoweza kumsaidia ili aweze kuisaidia familia yake, kwa sababu amezungumza hapa mratibu kwamba
kumbe na mume naye ana changamoto, mguu alipata ajali, kwa hivyo hawezi kufanya shughuli zake zile ambazo alikuwa anazifanya hapo awali, na kwamba kuna watoto 5. Sasa sijapata taarifa za wale watoto kama wako shule ya msingi ama sekondari, lakini tutajitahidi kwa kadri tuwezavyo kuwasaidia hawa watoto kwa wale walioko shuleni. Mpango wetu ule wa kuwapa watoto wa shule nguo za shule, lakini na madaftari, wale wanaotoka kaya zisizojiweza, basi watoto hawa pia tutawaweka kwenye mpango huo wa kupewa nguo za shule na kupewa madaftari mwezi ujao, ili wanapoenda shule mambo yawe mazuri. Sasa pamoja na kusema hayo, leo tumekuja mchango ambao tulikuwa tumeombwa ili nyumba hii iwe kukarabatiwa, kwa maana ya tumeleta mabati, tuliambiwa hapa na inahitajika na fedha ya ufundi. Tutatoa na hiyo fedha pia ili huyu mama aweze kurejea hapo, yeye na mumewe na watoto wake. Baada ya kusema hayo, nitumie fursa hii kuwashukuru sana wanamtaa huu ambao mmefanya kazi nzuri ya kushirikiana na huyu mama na familia yote kwa kipindi ambacho mmewahifadhi. Wengine mlisaidia chakula, wengine mlisaidia mavazi, wengine mkasaidia hapo wanapokaa. Mungu awabariki sana. Na ile ambalo sisi kama jamii lazima tujifunze kushirikiana. Wewe usikae nyumbani unamwaga na chakula kinalala mpaka kesho yake wakati jirani yako ana njaa. Tujifunze kusaidiana. Kusaidia mtu si lazima na kikubwa sana. Kwa hiyo jambo hili ambalo mmelifanya katika mtaa wetu, mmefanya jambo kubwa. Kama mwakilishi wenu ninawashukuru sana, na kama mnaona leo nimekuja ili tushirikiane moja katika jambo hili kubwa ambalo kimsingi mlianzisha ninyi. Asanteni sana ndugu zangu, asanteni sana Wanaigawilo.